Simba na Yanga ni zaidi ya mpira, ni damu, historia na ni heshima. Jana jua liliwashukia Mashujaa 22, lakini wachache waliotoka na sifa hiyo. Wahenga husema aliye juu mgoje chini, lakini kwa Yanga waliokuwa juu waliendelea kupaa juu zaidi. Goli la Zouzoua lilitonesha kidonda na Mzize akapigilia msumari wa mwisho. Lakini Simba si wa kutupa, kwani Simba hulala lakini hawi maiti. Mechi imeisha, lakini simulizi inaanza leo. Mechi hiyo ilichezwa Juni 25 kwenye uwanja wa Taifa Benjamin Mkapa. Ilikuwa ni title decider. Yanga walikuwa na pointi 79 katika mechi 29, lakini walipofika tamati kwenye mechi dhidi ya watani wao walimaliza kwa pointi 82, huku Simba wakiwa nyuma kwa pointi 4 tu, yaani wakiwa na pointi 78. Uhai wa kutia moyo wa mashabiki, bendera na vicheko vilikuwa mbioni kurudisha timu yoyote kwenye mechi yenye mvuto mkubwa nchini. Yanga waliibuka kwa ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Simba. Goli la kwanza lilifungwa na Pacome Zouzoua kupitia penati aliyoipata baada ya kutongwa mkono na kipa wa Simba Sports Club Musa Kamara katika dakika ya 62. Penati hiyo ilipigwa na Zouzoua kwa utulivu mkubwa. Goli la pili lilitoka kwake Clement Mzize ambaye alikamilisha ushindi wa Yanga kufunga sherehe rasmi. Goli ambalo lilithibitisha ubingwa wao kwa msimu huu. Kariakoo Derby ni dabi yenye makali kati ya magari ya rangi ya njano na magari yenye rangi nyekundu, ikichagizwa kwa hisia kali tangu mwaka 1965. Kwa upande wa Yanga Sports Club, Zouzoua na Mzize walionyesha ufanisi. Kocha Milord Hamdi alisimamia mchemsho mzuri wa timu yake, akiwa na ushawishi mkubwa kwenye maamuzi ya uwanjani. Na kwa upande wa Simba, Kamara alionyesha ujasiri kubisha bao la kwanza, lakini timu ilikosa vilivyo katika kushambulia. Licha ya jaribio la mpanzu, kocha Fadlu Davids alikuwa akiwahamasisha wachezaji licha ya matatizo ya uwanjani kabla ya mechi. Tokea kichwani hadi miguuni, ole wa mpira ulivuma mwingi, kipande chenye nguvu, mbio za kusubiri na matangazo yaliyokuwa na kasi. Kuna hisia mpya sasa. Yanga sasa ni mabingwa mara ya 4 mfululizo. Simba ameachwa wakilia hadi wachezaji wao walikiri kuwa kutumia faulo mbaya ya kupoteza Tracy kabla ya penati. Jinsi wanaweza kujirekebisha kwa msimu ujao. Yanga wamefanya kazi kubwa maeneo yaliyochezwa kabla ya mechi. Timu iliyokusanya akili na ushindani ulioletwa na wengi kwa ushindi wa bao 2-0. Simba watakuwa na mwaka mzito mbele. Hilo aliathiri msimamo katika kombe la ligi ya mabingwa ya Afrika, CAF Confederation Cup, lakini mechi hii imekuwa funzo kwao. Mashabiki wa mpira barani Afrika wanafafanuliwa. Tanzania bado inaona ushindani wa hali ya juu, na mechi hii itakuwa ni ya kukumbuka kwa miaka mingi, kwani mpiganaji halisi utabasamu hata akiwa na jeraha. Hii haikuwa mechi ya pointi, ilikuwa ni mechi ya fahari, historia na moyo. Kwa mara nyingine tena, mashabiki wa Tanzania walithibitisha kuwa mpira wa miguu ni zaidi ya mchezo. Na mimi ni Rose Paul na hii ni The Reminder.